الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. Uzangu Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu Waislamu, tupo katika miezi mitakatifu, tupo katika miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia kuwa ni miezi ya mfululizo, na ni miezi ambayo tunahimizwa kufanya amali zilizokuwa njema katika miezi hii. Tupo katika miezi mitakatifu mfululizo, mwezi wa Dhulqaada, Dhulhijja na mwezi wa Muharram. Na sasa hivi tuko mwishoni kabisa mwa mwezi mtukufu wa Dhulqaada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'an kuonyesha ubora wa miezi hii. Mwenyezi Mungu anasema: inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran, hakika idadi ya miezi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12. Fi kitabillah, hii imeandikwa katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma khalaqa as-samawati wal arda, tangia siku ambayo Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi. Minha, katika miezi hiyo 12, arba'atun hurum, kuna miezi minne ambayo ni miezi mitukufu kwa Waislamu. Dhalika ad-dinul qayyim, huu ndio utaratibu uliokuwa sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasiya, lakini vile vile msidhulumu nafsi zenu kwa kujipunja kutofanya mambo ya khairi ndani ya miezi hiyo mitatu mfululizo ya mitakatifu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tupo mwishoni kabisa mwa mwezi wa Dhulqaada. Mwezi unaokuja ndugu zangu Waislamu ni mwezi wa Dhulhijja, ambao ni mwezi wa 12 katika kalenda ya Kiislamu, mwezi ambao ni bora zaidi katika miezi yote hiyo minne iliyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Dhulhijja, wanachuoni wanasema ndio mwezi uliokuwa bora zaidi kutokana na fadhila zinazopatikana ndani ya mwezi huo, mwezi ambao ndani yake kuna masiku bora kuliko masiku yote ya mwaka, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameapia ndani ya Qur'an kwa kusema wal fajri, na apa kwa alfajiri, wa layalin ashri, na naapa kwa masiku 10. Haya masiku 10, ukiangalia kauli za wanachuoni wetu kama Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa Mujahid na maulama wengi, wanasema kwamba haya ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapia ubora wa masiku 10 yaliyopo ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Dhulhijja ambao uko mbele yetu na yale masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja yamefafanuliwa vizuri kabisa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imetoka kwa Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: ma min ayamin, hakuna masiku ambayo al-amalu as-salihu fihinna, matendo mema ndani ya masiku hayo, ahabbu ila Allahi, yanapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min hadhihi al-ayami al-ashri,
kuliko matendo yatakayofanywa ndani ya masiku haya 10. Alikuwa akizungumzia masiku ya mwezi wa Dhulhijja. Faqalu, masahaba wakauliza, ya Rasulullah, wala aljihadu fi sabilillah, je, ubora wa matendo hayo utakuwa na fadhila na ubora kuliko hata jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala aljihadu fi sabilillah, ubora wa matendo mema katika masiku hayo 10 utakuwa na fadhila kubwa kuliko hata jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akawahi na kusema, illa rajul, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa mali, ametoka kwenda jihadi yeye mwenyewe na ametoka na mali yake yote kwenda katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, falam yarji'u min dhalika bi shay'in, lakini hakurudi yeye wala mali yake haikurudi, huyu amali yake aliyoifanya inaweza ikazidi amali ya mtu anayefanya katika matendo haya katika masiku haya 10. Ndugu zangu Waislamu, hii hadithi ni ushahidi tosha wa kuonyesha kwamba masiku yaliyopo usoni mwetu ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, nayo ni masiku 10, ni masiku mazito sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni masiku ambayo al-amalu salih, mtu akifanya tendo lolote jema, linakuwa lina malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wanachuoni wakasema masiku haya ni bora kuliko masiku yote ya mwaka. Ndugu zangu Waislamu, baadhi ya wanachuoni wa Kiislamu wakasema masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni bora kuliko hata masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sisi tunafahamu ubora wa mwezi wa Ramadhan, tunafahamu fadhila za ibada zinazopatikana ndani ya masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini kutokana na aya tuliyoisoma na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi wanachuoni wakasema masiku haya 10 yana ubora zaidi ya masiku yaliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kuonyesha uzito wa mwezi mtukufu unaotujia mbele yetu, nao ni mwezi wa Dhulhijja na yale masiku 10 ambayo yapo mbele yetu. Ndugu zangu, wanachuoni wengi wakasema vile vile kwamba mchana wa masiku 10 ya Dhulhijja ni bora kuliko mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ni bora kuliko usiku wa masiku 10 ya Dhulhijja, kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhan usiku wake unapatikana Lailatul Qadr. Kwa hiyo Lailatul Qadr ni bora, hakuna usiku unaweza kufikia fadla za Lailatul Qadr. Kwa hiyo wakaja na hoja kwamba sawa, mwezi wa Ramadhani usiku wake ni bora kuliko mchana wa masiku 10 ya Dhulhijja, kwa sababu ndani ya masiku 10 ya Dhulhijja inapatikana yaumu Arafa, siku ambayo mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa, siku ambayo wale hawakwenda kuhiji wanafunga kuungana nao waliosimama katika viwanja vya Arafa. Hii inafanya mchana wa masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja kuwa ni bora kuliko mchana wa masiku ya mwezi wa Ramadhani. Hizi ndugu zangu Waislamu ni ijtihadati za wanachuoni wa Kiislamu, lakini lengo uweze kuelewa kwamba tunakabiliana na masiku matukufu ambayo tunatakiwa tuweke nia ya jinsi ya kuyatumia masiku hayo matukufu na kuvuna yale ambayo yanapatikana ndani yake. Ndugu zangu Waislamu, maulama wakasema sababu ya kutukuzwa masiku ya mwezi wa Dhulhijja, masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, ni kwa sababu masiku haya yamekusanya ibada zote ambazo Muislamu anatakiwa kuzifanya. Ndani ya masiku haya Muislamu anaswali, anahimizwa aswali swala za faradhi na sunna. Ndani ya masiku haya ya 10 ya Dhulhijja au 9, Muislamu anasuniwa kufunga. Ndani ya masiku haya anatakiwa atoe sadaka, anatakiwa achinje. Kwa hiyo ibada zote na nguzo zote za Kiislamu zinapatikana, na vile vile mahujaji wanapata fursa ya kwenda kuhiji, kutekeleza ibada ya hija ambayo ni nguzo ya 5 ya Kiislamu. Kwa hiyo ni masiku ambayo yamekusanya ibadati zote ambazo Muislamu anatakiwa kuzifanya na arkanu zote za Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, tunayatumiaje masiku haya yaliyoko mbele yetu? Tugawe ibada zetu katika mafungu makubwa matatu. Ya kwanza, ibada za nyoyo, tujitayarishe na ibada ya nyoyo.
ya pili ibada za mwili, na ya tatu ibada za kijamii. Ibada ya nyoyo, kuanzia sasa hivi tuweke nia kwa kumuomba kwanza Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe katika mwezi wa Dhulhijja, lakini tuweke nia kwamba tukifika ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja tutafanya ibada mbalimbali ambazo lengo lake ni kutukurubisha sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapoweka nia hiyo, ina maana kwamba unajitayarisha wewe, unatayarisha moyo wako kuweza kukabiliana na amali njema ambazo zitafanyika na utazifanya ndani ya masiku ya mwezi wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika amali zote zitalipwa kwa nia na hakika kila mja atalipwa kwa kile alichokinuia. Kwa hiyo mimi na wewe ndugu yangu Muislamu tukinuia sasa hivi kwamba kama Allah subhanahu wa ta'ala atatufikisha katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, utaweka programu yako ya kufanya mambo ya kheri katika ibadati mbalimbali kwa ajili ya kupata fadhila ambazo umeelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nia yako itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukishindwa kutekeleza kwa njia moja au nyingine, malipo utayapata kwa sababu kuanzia mwanzo uliweka nia ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ibada nyingine ambayo tunatakiwa tuifanye ndani ya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni ibada ya swala 5 na swala za sunna. Tuhakikishe kwamba ndugu yangu Muislam unaweka ratiba yako vizuri. Masala ya kuswali swala zote unaziswali swala ya Isha kwa sababu ulikuwa uko busy, ulikuwa na biashara zako, ulikuwa ofisini, ulikuwa na vikao na sababu nyinginezo. Hebu jaribu kadri ya uwezo wako kupata fadhila katika masiku hayo 10 yanayokuja kwa kuhakikisha kwamba unaswali swala 5 kwa wakati, na kama ni mwanamume unaswalia msikitini, na baada ya kuswali unajilazimisha na swala za sunna ili uweze kupata fadhila za kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika hadithul qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya, hajawahi kujisogeza kwangu, kujikurubisha kwangu mja wangu kwa kitu ambacho nakipenda sana, mimma aftaradtu alayhi, kuliko lile jambo ambalo nimemfaradhishia. Kwa hiyo ukitaka kujikurubisha na kujipendekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jambo la mwanzo ni ibada ambayo Mwenyezi Mungu amefaradhisha, na katika ibada ya swala 5 ni Allah Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha. Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, na hatoacha mja kuwa anajikurubisha kwangu, anajipendekeza kwangu kwa kuswali swala nyingi za sunna mpaka nimpende. Kwa ili kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kukamilisha swala za faradh, basi jikurubishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuswali swala za sunna. Na katika hadithi nyingine ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salla al-fajr fi jamaa, yoyote yule atakayeswali swala ya alfajiri jamaa, thumma qa'ada yadhkuru Allah, kisha akakaa msikitini akimleta dhikri za Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta tatlu'a ash-shamsu, mpaka jua litakapochomoza, thumma salla rak'atayn, kisha baada ya hapo akaswali rakaa 2 za sunna ya duha, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umra, atakuwa sawasawa na ibada hizo alizozifanya ni sawasawa na mtu aliyofanya haji na akafanya umra. Na Mtume akasema tammatin tammatin tamma, yani ni ibada ya haji na umra zilizokamilika. Kwa ndugu yangu Muislamu, kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuleta ibada hizi za sunna, hususan katika masiku haya matukufu na haya yanayokuja, yana fadhila nyingi. Ni wachache ambao wanapata nafasi ya kwenda umra, ni wachache miongoni mwetu ambao wameitwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenda haji. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ukidiriki kuswali jamaa msikitini katika salati al-fajr na usiondoke na ukakaa msikitini ukaleta adhkar, ima ni kusoma Qur'ani au kumsabih Allah Subhanahu wa Ta'ala au kumkabir Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka jua likachomoza, na baada ya jua kuchomoza ukanyanyuka tena ukaswali rakaa 2 za duha, malipo yake ni sawa sawa na mtu ambaye amekwenda haji au amekwenda umra tamma tamma tamma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudia mara 3 kuonyesha kwamba hutopunjwa hata kitu kidogo
yani yule aliyokwenda haji na umra, na wewe thawabu zenu zitakuwa sawa sawa. Lakini hii haikufanyi kwamba usiende haji au usiende umra, la, tunazungumzia fadla ya a'mal ambazo mja anazipata kwa kutekeleza ibada hizi za sunna katika masiku haya matukufu. Jambo la tatu ambalo mimi na wewe ndugu yangu Muislam tunatakiwa tulifanye katika masiku haya matukufu, hususan masiku 10 ya Dhulhijja, ni funga ya sunna, ni kufanya funga ya sunna. Na hii na ushahidi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyotoka kwa Hunaida ibn Khalid kutoka kwa mke wake, kutoka kwa baadhi ya wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao wamesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu 9 Dhulhijja, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga masiku 9 ya mwezi wa Dhulhijja, lakini vile vile wa yaumu Ashura, akifunga siku ya 10 ya mwezi wa Muharram inaitwa Ashura, wa 3 ayami min kulli shahr, na alikuwa akifunga masiku matatu ya kila mwezi, yale masiku meupe ya kila mwezi 13, 14 na 15, wal ithnain min shahr wal khamis, na vile vile siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Hizi ndio funga za sunna alizokuwa akizifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ushahidi ulioelezwa na wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ndani yake iko funga ya masiku 10 ya Dhulhijja. Kwa hiyo inapoingia mwezi wa Dhulhijja ni bora Muislamu kaweka nia ya kufunga masiku 9, kwa sababu siku ya 10 ni siku ya Eid, huruhusiwi kufunga. Kwa hiyo kuweka nia ya kufunga masiku 9 mpaka siku ya Arafa, wewe uweze kufunga, kuigiza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile kupata fadhila zinazopatikana katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Jambo la 4 ndugu zangu Waislamu ambao tunatakiwa tulifanye katika masiku hayo matukufu ni kusaidia maskini, masala ya kijamii, kuangalia watu wenye hali maalum, kuangalia hali za mayatima, kuangalia hali za wajane, kuangalia hali za walemavu, kuangalia za hali za maskini wanaojistiri hawapiti wakiombaomba, kuwatafuta na kuangalia jinsi gani ambavyo mnaweza ukawasaidia kwa sadaka, mnaweza kuwasaidia kwa zaka na mambo mengine, kwa sababu ni katika matendo mema yaliyohimizwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, aliulizwa man ahabbu an-nas ila Allah wa ma ahabbu al-a'mal ila Allah, ni mja gani anayependeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu na ni matendo gani yanayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ahabba an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas, mtu anayependwa zaidi na Mwenyezi Mungu ni yule mwenye manufaa kwa watu. Wa ahabbu al-a'mal ila Allah azza wa jal, na matendo yanayopendwa zaidi na Mwenyezi Mungu, sururun yudkhiluhu ala muslim, ni furaha kumuingizia Muislam mwenzako. Kwa hiyo matendo ya kusaidia watu ambao wanahitaji ni katika matendo yanayopendezwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, na yana fadhila kubwa zaidi na kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini ibada ya 5 ndugu zangu Waislamu ambayo tunaweza tukaifanya katika masiku matukufu ya mwezi wa Dhulhijja ni swala la kuunganisha undugu na kusameheana kwa wale ndugu wanasaba ambao wametofautiana, wamekosana. Si vyema wakasubiri mpaka Eid al-Adha ndio watembeleane na wasalimiane. Waweke nia kwamba katika masiku ya mwezi wa Dhulhijja basi iwe ni fursa ya kumsamehe ndugu yangu, iwe ni fursa ya kuunganisha undugu, iwe ni fursa ya kuweza kuongea naye na kusahau yale ambayo yamejitokeza huko nyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na masahaba zake, ayul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jal, miongoni mwa matendo ni matendo gani ambayo yanapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, imanu billahi ta'ala, kwanza ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba akamuuliza tena, thumma ma, kisha baada ya hapo ni matendo gani mengine? Qala thumma silatir rahim, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kisha ni kuunganisha undugu. Kwa swala la kuunganisha undugu, ndugu zangu Waislamu, ni swala muhimu, ni ibada ambayo inapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Weka nia ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika masiku bora yanayokuja hapo mbeleni, kuweza kusameheana na ndugu yako uliokosana naye, mzazi wako, mtoto wako, mke wako, na kama ni mwanamke mume wako, hali kadhalika jirani yako unayefanya naye biashara. Almuhimu mtu ambaye umetofautiana naye, jaribu kuweka nia ya kusameheana naye kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala,
na kupata fadhila ambazo zinapatikana katika masiku 10 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaapia katika Qur'an, na ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaita kwamba ni masiku bora kuliko masiku yote. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.